Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena siku njema ya leo mercredi le 31 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu mbichi za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo nimewaletea siku ya leo nitawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Uvira mu province ya Sud Kivu. Ni waambie hali halisi huko maeneo ya Katongo, Luanga na Makobola, na tutawapeleka ndani ya mji wa Uvira ambapo habari zinazotufikia ni kwamba waasi wa M23 walirenforce wanajeshi wengi siku ya jana mjini Uvira. Tutawapeleka ndani ya Katana mu territoire ya Kalehe kwenye usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo kulikuwa mapigano kati ya wazalendo na M23, ambapo wakati wa mapigano hayo kuna vitendo visivyokubalika vilivyofanyika ndani ya eneo hiyo ya Katana. Habari ambazo nimewaletea ni mbichi tena mingi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi na muzisambaze kwa walio wengi ziwafikie. Musisahau pia kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre pale mu description. Njo kwenye linki iko, ukishagusa pale kwenye titre utaipata, epui ujiunge nasi. Bila shaka utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za siku ya leo tutazianzia ndani ya Katana kwenye kuliripotiwa mapigano makali kati ya wazalendo na wasi wa M23 usiku wa jana le 30 wa kuamkia asubuhi ya leo le 31. Mapigano hayo yalianzishwa na wazalendo wakati waliatake AFC M23. Wazalendo ilikuwa saa 3 usiku ndipo walitokea mapozisio zao tofauti wakatakia M23 pale Katana. Mapigano yakaripotiwa mueneo ya Katana kuanzia saa 3 za usiku, saa 4, saa 5 mpaka saa 6. Mashambulizi yalikuwa yakisikika hapo Katana. Wazalendo wakakuwa repuse pale, wakarudishwa mu mapozisio yao huko misitu na vilima kwenye walikuwa wametokea. Hali ikarejea kuwa ya utulivu kuanzia saa 6 na 20 minute. Wakati ilifika saa 7 na 30 minute, AFC M23 ikadeploye wanajeshi wengi maeneo ya Chibimbi tuzo hapo munani Mukatana. Vyanzo vyetu vinatuambia kwamba wakati walifika hapo Chibimbi ile saa 7 usiku, walianza tena kufanya mashambulizi ovyo ovyo pale, wakaanza kufanya piaje. Wakaji wa eneo ya Chibimbi walikuwa pie sana na wanajeshi wa AFC M23 wakati walikuwa wamerenforce pale. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba hayo ambayo AFC M23 waliyafanya kupie population iko kama kulipiza kisasi kwa wakaji wa hapo ambao wanashutumiwa kila siku kusaidia wazalendo. Na hivi juzi kulikuwa kumeripotiwa vifo vya wanajeshi wawili wa AFC M23 pale Chibimbi. Inasemekana ya kwamba wanajeshi hao waliwawaka na mzalendo wakati walikuwaka na waisha lewa wasimamisha vijana wa moile quartier ya Chibimbi. Wakati walikuwa na wako na intimide wale vijana, ndipo mzalendo akatokea mu quartier akawashambulia hao wawili wakakufa, epui akapotelea mbali. Hayo sasa yakaacha waasi wa M23 wanakasirika sana na wakaaji wa hapo eneo ya Chibimbi kuwa wanaendelea kuwasaidia wazalendo. Ndipo usiku wa leo wakati wazalendo waliatake pale wakapigana nao masaa 3
wakarudia AFC M23 baada ya kurenforce. Walifanya piaji hapo sana. Vyanzo vyetu vinasema kwamba vitu vya samani vya wakaaji vilibebwa wakati huo ambapo wasi wa AFC M23 walikuwa wamefika pale Chibimbi. Ni mkatana kwenye kuliamka na hali sio nzuri kutokana na mapigano hayo na sene za piaji ambazo zilifanyika hapo. Hapo ni ndani ya Katana kwenye hali kabisa ilikuwa mbaya usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo. Tuendelee na taarifa zetu, tutoke eneo ya Katana tuelekee ndani ya Uvira kwanza, ndani ya mji wa Uvira. Ndani ya mji wa Uvira nako masasi ilisikika mingi sana usiku wa kuamkia asubuhi ya leo. Masasi mingi ilisikika mjini Uvira kuanzia kote ya Nyamianda na zikasikika Kamongola. Baada ya kusikika Kamongola mpaka Kalimabenge nako masasi kasikika, ikaacha populasio pale wanakuwa na hali ya sintofahamu. Vyanzo vyetu hapo mjini Uvira vinatuambia ya kwamba masasi hayo yalipigwa wakati kulikuwa kumeingia vikosi vipya vya wasi wa AFC M23. Wanajeshi wa AFC M23 wapya walifika mjini Uvira jioni ya jana kuanzia saa moja yani 19h, ndipo wanajeshi wapya wa AFC M23 walifika ndani ya Uvira. Wakati wa kuingia kwao ndipo kulisikika hayo mashambulizi mengi sana hapa na pale. Vyanzo vyetu kutoka mjini Uvira vinasema kwamba wanajeshi hao wakati walifika mjini Uvira walikamata njia wakaelekea kwenye linye de front kuanzia poro ya Kalundu na kuendelea maeneo ya Kigongo na kule Mulwanga. Muungini wa Makobola uliowawa kishahidi katika kundi la Babungwe mu teritwari ya Fizi huko Kivu Kusini umeshtushwa baada ya vitendo vya uporaji na vurugu vilivyofanywa usiku wa Jumatatu hadi Jumane na wanajeshi wa FARDC na washirika wao wazalendo. Kulingana na vyanzo vya habari katika eneo hilo, machafuko yalizuka jijini kufuatia kutokubaliana kati ya wanajeshi kutoka kitengo cha Chita wakirejea kutoka eneo la Kigongo huko Uvira na wale kutoka kitengo cha Bundi kwa sababu ambazo bado hazijaeleweka. Baadhi ya vyanzo vilivyowasiliana vinapendekeza mgawanyiko kati ya amri za vitengo hivyo viwili. Wakati wa machafuko usiku huo, wanajeshi hawa na wazalendo walipora na kupora kituo cha afya cha Lamba kilichopo katika kitongoji cha Bangwe katika eneo la afya la Nundu. Ni kituo kikuu cha afya kinachohudumia eneo hili. Kulingana na vyanzo vya afya, waporaji hao walivamia kituo cha afya usiku. Kabla ya kuendelea na uporaji, walivunja milango ya duka la dawa na kupora dawa zote kabla ya kuingia katika ofisi ya muuguzi mkuu ambapo walichukua vifaa vyote na kupekua ofisi. Afisa kutoka kamati ya maendeleo ya afya ya eneo la Lamba alisema hayo kwenye Actualite.cd. Kwa upande wake, asasi za kiraia zinalani vitendo hivi vinavyofanywa na wanajeshi wanaopaswa kuwalinda watu na zinataka uchunguzi ufanywe. Vyanzo kadhaa katika eneo hilo vinadhibitisha kwamba mali ya wakaaji hao pia iliporwa ikiwa ni pamoja na mbuzi, kuku na vifaa vya chakula. Kesi nyingi za unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake pia zimeripotiwa wakati wa operation hii na vikosi vya FARDC na wazalendo katika mji wa Makobola. Vyanzo kutoka hapo vinasema kwamba waliingia kwa nguvu katika nyumba za wakaaji na kuchukua kila kitu walichoweza kupata, hata chakula, na waliwalazimisha wanawake kuwasaidia wakibeba, na wanawake walilazimika kurudi majumbani mwao baada ya kubakwa, alisema mwigizaji wa asasi za kiraia za eneo hilo. Vitendo hivi vimefufua na kuimarisha kiwewe miongoni mwa wakaaji wa Makobola ambao tayari waathiriwa wa mauaji ya zaidi ya watu 1000 na waasi wakati wa vita vya 1996. Hiyo ni seni de piage na ubakaji ambavyo vilifanyika ndani ya mwingine wa Makobola vikifanywa na FARDC na wazalendo. Tuendelee na taarifa zetu, tuelekee ndani ya mji wa Goma kwenye kunapangwa maandamano na Jeunesse Z ama Gen Z. Maandamano hayo yalisimamishwa na meya wa mji wa Goma.
Goma, kizazi cha ZD kinatangaza maandamano ya amani kudai kuondoka kwa AFC M23. Mashirika ya vijana na vikama vya wananchi vilivyojumuika chini ya kizazi cha ZD RDC yamewaita wakaaji wa Goma kushiriki katika maandamano ya amani yaliyopangwa Ijumaa le 2 janvier 2026 ili kulaani uvamizi wa baadhi ya maeneo na kikundi cha wasi cha M23 na kuelezea mateso ya raia walioathiriwa na mgongano wa kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika barua iliyowasilishwa kwa meya wa jiji la Goma kwa niaba ya waasi wa M23, waandalizi wameonyesha kuwa wamefanya hivyo kwa mjibu wa vifungo 22, 23, 25 na 26 vya katiba ya mwezi wa pili tarehe 18 mwaka 26 ambavyo vinahakikisha Pluto 2006 ambavyo vinahakikisha uhuru wa kujieleza na maandamano ya amani. Barua pia zimetumwa kwa ofisi za MONUSCO, ofisi ya pamoja ya Umoja wa Mataifa ya haki za kibinadamu pamoja na mashirika ya Human Rights Watch na Amnesty International. Kwa mjibu wa waandalizi, maandamano hayo yanalenga malengo kadhaa: kulaani kile wanachokiita kuwa uvunjifu wa uadilifu wa eneo la Kongo, kudai kuondoka kwa vikosi vya M23 kwa mjibu wa azimio 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kuvuta umati kwenye ukiukaji wa haki za binadamu unaowakabili raia. Waandalizi pia wanadai haki itendeke kwa waathiriwa na wale wanaotuhumiwa kwa makambi makubwa wajibu mbele ya vyombo vya sheria ikiwemo kimataifa. Maandamano hayo yanatangazwa kuwa ya amani kabisa. Njia tatu zimepangwa kuanzia kwenye duara za Kiisi, Birere, Mutinga na kituo cha Simba zikielekea kwenye kambi ya MONUSCO karibu na hoteli ya Serena ambapo memorandumu itasomwa na kuwasilishwa. Katika mawasiliano yao, wanachama wa kizazi cha ZDRDC wanadai kushikilia kanuni za kidemokrasia na sheria za kimataifa za kibinadamu. Wanawataka waasi wanaokalia miji kuchukua hatua zinazohitajika kuwalinda waandamanaji kama walivyofanywa kwenye maandamano yao ya awali. Ile ilikuwa barua kwanza ya ile maandamano ambayo wanaiandaa mjini Goma, ila meya wa mji wa Goma alisema kwamba maandamano hayo hayatafanyika siku ya leo. Meya wa mji wa Goma Katembo Ndalieni Julie, huyu ambaye anaongoza mji wa Goma kuanzia mwezi wa kwanza wakati waasi wa M23 walikamataka mji wa Goma, anasema kwamba hakuna maandamano yoyote ambayo yatafanyika tarehe ya pili za mwezi wa kwanza mwaka ujao wa 2026. Anasema kwamba wakaaji wote wanapaswa kuendelea na maisha yao ya kawaida siku hiyo, na anasema kwamba asione kabisa mkaaji hata mmoja ambaye atakuwa mitaani akijiandaa. Anasema kwamba maandamano hayo wanapinga, hawatayaruhusu yafanyike. Ni meya wa mji wa Goma ambaye alitangaza hayo. Tuendelee na taarifa zetu, habari zetu mbichi, tuwapeleke ndani ya Kinshasa, tuambie kuhusu ujumbe wake Martin Fayulu aliotangaza siku ya leo. Martin Fayulu siku ya leo alitangaza ujumbe kwa Wakongomani. Katika ujumbe wake kwa watu wa Kongo siku ya leo wakati wa sherehe za mwisho wa mwaka, kiongozi wa upinzani Martin Fayulu kwa mara nyingine alilaani hali ya usalama iliyopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa rais wa kitaifa wa chama cha ECD, mazungumzo bado ni muhimu hadi leo ili kukomesha mgogoro huo. Anasema kwamba ndio maana tunasema wazi mazungumzo ya kitaifa jumuishi ni jambo muhimu sana. Kukataa mazungumzo haya ni kukataa amani, kukataa mazungumzo haya ni kurefusha mgogoro, kukataa mazungumzo haya ni kuchukua jukumu kubwa la kisiasa. Kutokana na hili, Martin Fayulu anadai utekelezaji wa azimio la Umoja wa Mataifa nambari 2773. Alisema kwamba pia tunatoa wito thabiti kwa jumuiya ya kimataifa. Tunataka utekelezaji mkali
mkali wa azimio la Umoja wa Mataifa nambari 2773. Tunataka Rwanda ilaaniwe waziwazi kwa uhalifu uliofanywa katika ardhi ya Kongo. Martin Fayulu anasema kwamba Kongo haiombi hisani, Kongo haiombi huruma. Kulingana naye, Kongo inadai haki, heshima kwa uhuru wake na haki ya kuishi kwa amani. Wakati wa kusubiri umekwisha, wakati wa kukesha ni sasa, wakati wa ushiriki wa raia ni sasa, wakati wa mshikamano wa kitaifa ni sasa. Sote tusimame na taifa, alisisitiza hayo. Akiendelea na hotuba yake, Martin Fayulu aliwataka vijana kudai mazungumzo. Alisema kwamba ninazungumza hasa na vijana wa Kongo, ninyi ndio nguvu, ninyi ndio waliopo na wa baadaye. Kataa ukabila, kataa rushwa, kataa ushabiki wa kipofu, kataa kudhoofika kwa serikali, taji uongozi unaowajibika, tajia kuitishwa mara moja kwa mazungumzo jumuishi ya kitaifa. Jana nikiwa kijana pamoja na marafiki zangu nilipigania mwisho wa udikteta na kuanzishwa kwa demokrasia. Mnamo le 16 Fevrier 1990 tuliandamana kudai kufunguliwa tena kwa mkutano mkuu wa kitaifa, tukiwa na uhakika kwamba mustakabali wa nchi yetu ulikuwa hatarini. Leo ninyi vijana wa Kongo, msimruhusu yeyote kuweka rahani mustakabali wenu au kunyang'anya ndoto zenu. Simameni, chukua nafasi yenu katika historia ya taifa letu shiriki. Aliyasema hayo Martin Fayulu siku ya leo, huku akiwatakia wananchi matakwa yake ya dhati. Martin Fayulu anatumaini kwamba mwaka wa 2026 utakuwa mwaka wa kuamka kwa ufahamu wa kitaifa, ukweli na heshima iliyorejeshwa. Ni katika hotuba yake Martin Fayulu siku ya leo ambapo alitangaza hayo yote. Taarifa zetu zinaendelea, tuelekee ndani ya eneo ya Ziralo kwenye siku ya jana. Hali ilikuwa tete sana huko baada ya kukufa kwa mtu ndani ya eneo hiyo. Siku ya Jumane asubuhi, nyumba ya mkuu wa kikundi cha Ziralo ilizingirwa. Wakaaji wenye hasira walikuja kuelezea kukerwa kwao na ukosefu wa usalama ambao umekuwa wa kawaida katika eneo hilo. Wanaume na wanawake hao wanasema wameshangazwa na ukimya wa mamlaka kuhusu unyanyasaji uliofanywa na kundi linalojiita Kirikicho. Kulingana na mwakilishi wa asasi za kiraia, wanaume hawa wenye silaha wanajulikana kwa wizi na uhalifu mwingine mbalimbali ikiwa ni pamoja na mauaji. Akizungumzia mkasa huo Jumatatu jioni, mwakilishi huyu alionyesha kwamba mwathiriwa alikuwa wakala anayehusika na kulinda gala la ICRC katika eneo hilo. Alifichua kwamba baada ya mauaji hayo, wakaaji wa eneo hilo walimfuata mshukiwa wa uhalifu ambaye pia aliuawa. Taarifa hii ilithibitishwa na watu mashuhuri katika eneo hilo. Walitoa wito kwa mamlaka ya Kivu Kusini kufanya kila linalowezekana kukomesha shughuli za watu fulani wenye silaha katika eneo hilo. Walitetea udhibiti mkali wa silaha na vitengo vya kundi la Maimai Kirikicho. Hao ndio wahalifu ambao walifanya mauaji hayo dhidi ya raia. Eneo hiyo ya Ziralo inapatikana mu territoire ya Kalehe mu Sud Kivu. Pale njo kwenye yule mtu alipigwa masasi akauawa na ile kundi la Maimai ambalo linaitwa Kirikicho. Wakaaji wanatoa wito kwa viongozi wa maeneo hayo wapate kabisa usaidizi, hali ya usalama irejee kuwa salama, mauaji yasiendelee kufanyika ndani ya eneo hiyo. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo. Siku njema na jioni njema ama mchana mwema kutokana na pale kwenye huko wale ambao wako Marekani. Nadhani ya kwamba huko kuko na kucha kabisa, ni saa za asubuhi njema kwenu. Kwetu Afrika iko saa za mchana. Kuna wale ambao pia wako saa za jioni donko kutokana na kwenye huko
kukuie tu vizuri, maisha yaendelee kuwa mazuri. Nasema asante basi kwa kuwa mnaendelea kukuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi, na waomba kuendelea kusubscribe ili kukuwa napata taarifa mbichi mbichi kama kawaida. Merci beaucoup.